خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Kwenye kitabu Riyadhu Salihin tumefika katika mlango wa 62, mlango wenye maudhui babul ithar wal muwasat, mlango wa kuchagua mwingine kumpa msaada akajiachia mtu yeye mwenyewe katika jambo ambalo anaweza kulimiliki, walmuwasa, na kuwaliwaza wengine kwa kuwapa hali sawasawa ya maisha, awe mtu anajiona kwamba sawasawa na mwingine. Katika mlango huu wenye hadithi 5 tulifika kwenye hadithi ya 4, tukaibakisha hadithi moja katika mlango huu. Hadithi ya 5 au katika vitabu vingine hadithi nambari 568. Hiyo ni hadithi ya 5 ya mlango huu wenye hadithi 5. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال, na tunapokea mafunzo ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu kupitia kwa sahaba wake Abu Musa, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, innal ash'ariyina, hakika ya kabila la watu wajulikanao kama ni ash'ariyin. Watu hawa ash'ariyina, tafsiri ya ash'ariyina ni kwamba qaumu Abi Musa al-Ash'ari ni watu wanahusiana na kabila la sahaba huyu mwenye kusimulia hadithi hii, Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ni sahaba mpevu sana, ni katika watu wa mwanzo kwa hakika Abu Musa. Sasa anasimulia kuhusu habari ya watu wake. Mjumbe Mwenyezi Mungu anasema, innal ash'ariyina, hakika ya watu wa Abi Musa al-Ash'ari, idha armalu fil ghazwi, wakati wanapomaliza chakula chao wanapokuwa vitani. Idha armalu bimaana idha faragha zaduhum, kinapomalizika chakula chao. Fil ghazwi, katika safari za vitani. Watu hawa walikuwa na mambo ya kiajabu. Au kama si safari ya vitani, qalla taamu ayali, kinapokuwa kichache au kidogo chakula cha watoto wao, maisha yakawa magumu, wanapomalizikiwa na akiba ya chakula cha watoto wao nyumbani. Bil Madina, katika mji wa Madina,
basi wanachokifanya watu Abi Musa al-Ash'ari, jama'u ma kana indahum, hukusanya kile kilichopo kwa wao wakakiweka pamoja chote. Kila mtu anaambiwa alete alichonacho kichanganywe pamoja. Hivi ndivyo walivyokuwa wanakwenda katika maisha yao, na Mwenyezi Mungu akiwabariki hivyo. Kinapokuwa chakula ni kidogo katika safari za vitani, au chakula kikipungua kwa watu wao wa nyumbani, wanachokifanya jama'u, hukusanya ma kana indahum, kile ambacho kiko kwa wao walichonacho akiba, wanakikusanya chakula hicho fi thawbin wahidin, katika nguo moja. Thumma, kisha baada ya kukusanya hivyo, ikhtasamu bainahum, hugawana sasa baina yao. Haya, njooni wewe chukua hichi, chukua hichi. Baada ya kukusanya katika nguo moja na wakaomba dua pale kwa Mwenyezi Mungu, basi baadaye huanza kukigawa. Thumma ikhtasamu bainahum, kisha hugawana baina yao, fi ina'in wahidin, katika chombo kimoja. Bisawia, wanakigawa katika hali ya sawa sawa, kila mmoja anapewa kile ambacho sawa sawa na mwenziwe. Basi Mtume anasema kwa mwendo huu watu Abu Musa al-Ash'ari, fahum minni, wao ni katika mimi, wa ana minhum, na mimi ni katika wao. Maana ya maneno haya fahum minni wa ana ma'ahum, anakusudia Mtume yuko radhi na tabia hii na mwendo huu, kwamba hakuna uchoyo, hakuna roho mbaya. Watu wanakusanya chakula pamoja, watu wa mtaani, kila mmoja anakileta kile ambacho amebakisha, kama ni akiba anakileta, kinakusanywa katika nguo moja, halafu kinagawanywa katika chombo kimoja kwa sawa sawa, kila mmoja anapewa. Anasema Mtume fahum minni, basi wao ni katika mimi, yaani kitabia wamekurubiana sana na mimi, hivi ndivyo nilivyo mimi. Wa ana minhum, na mimi vile vile ni katika wao. Muttafaqun alayhi, hadithi hii imewafikiwa na Imamu wawili, Bukhari na Muslim. Nini maana ya armalu? Idha armalu fil ghazwi, armalu yani faragha zaduhum, kinapomalizika chakula chao, au qaraba alfiragh, au qaraba alfaragh, au ikakaribia kumalizika, karibu kumalizika, basi nakusanya chakula kile pamoja. Hadithi hii ameitoa Imam Bukhari, kaitoa fi shirkati, kwenye kitabu shirka, yani mlango wa kushirikiana watu na wengine katika chakula. Kaiweka Bukhari hadithi hii katika mlango babu shirkati, mlango wa kushirikiana fi taami, katika chakula, wa ghairihi, na mambo mengine mbalimbali. Bukhari alifanyia mlango hadithi hii, kaiweka katika mlango huo. Na Muslim vile vile kaiweka hadithi hii fi fadaili sahaba, alipokuwa anaeleza utukufu au ubora wa masahaba, akaiweka katika babu mlango min fadaili al-ash'ariyina, katika utukufu wa kabila la Abi Musa al-Ash'ari. Katumia tamko al-ghazwi kwenye hadithi. Ghazwi ay al-khuruj, yani kutoka likitali al-adui, kwenda kupambana kivita na maadui, ndio huitwa al-ghazwi. Na ghazawati inakuwa ni safari ambazo Mtume wa Mwenyezi Mungu ameshiriki mwenyewe, ndio huitwa kuwa ni ghazwa. Aliposema Mtume wa Mwenyezi Mungu fahum minni, basi wao ni katika mimi, anakusudia hawa watu kwa hakika karibuna, wako karibu na mimi, khuluqan wa hidayah, katika tabia na vile vile katika uongofu. Fahum minni wa ana minhum, wao ni karibu na mimi kitabia, tumekaribiana sana kitabia. Wa ana minhum, na mimi ni katika wao, yani kukurubia kitabia vile vile. Qala an-Nawawi, katika tamko ana minhum amesema Imamu an-Nawawi ya kwamba hadha maanahu al-mubalagha, maneno haya maana yake ni katika sigha yenye kuendelea katika maana.
fi ittihadi, katika kuungana pamoja, tariqatuhuma, yani njia zao wawili hawa baina mtume na wale ash'ariyuna, wattifaqihima, na kuafikiana kwao, fi ta'ati llahi ta'ala, katika namna gani wa kumtii Mwenyezi Mungu mtukufu. Anasema mtume, mimi ni katika wao na wao ni katika mimi. Kwa maana mtume amewafikiana na tabia zao hizi za kutokuwa na uchoyo. Watu wakitaka baraka za Mwenyezi Mungu ziwafikie, wakati wamekuwa ni wachache wa vifaa, wachache wa kitu, hata chakula, basi ni kukikusanya pamoja na wakaanza kugawana pamoja. Baadaye mwenye kuwa nacho na asiokuwa nacho na kuwa sawa sawa. Akileta mtu alichonacho au asilete, na yeye anapewa katika chakula kile, anapata sehemu yake. Kwa namna hiyo basi watu hubarikiwa sana, wakapata neema za Mwenyezi Mungu nyingi. Sasa tuangalie faida gani tunaipata katika hadithi hii. Ndani yake kuna faida mbili muhimu. Kwanza, bayanu fadli al-ash'ariyina. Hapa ni kubainisha fadhila za ukoo Abi Musa al-Ash'ari. Walikuwa ni watu bora sana, na mtume alikuwa kawavamia watu hawa, kawakusanya kama ni tabia yake. Fahum minni wa ana minhum. Ina maana Abu Musa Ash'ari anapata utukufu wa aina yake katika masahaba. Mtume amemkubali kabisa yeye na kabila lake, na amemtia ndani ya tabia zake. Mimi ni katika wao na wao ni katika mimi vile vile. Tabia zao mtume ameziridhia na amezikubali, mpaka akajiingiza na yeye ni katika wao na wao ni katika yeye. Kwanza tunapata fadhila ya kwamba bayanu fadhli ash'ariyina, kubainisha mtume fadhila za ukoo wa kabila Ash'ariyun. Na hapa Abu Musa al-Ash'ari anapata nafasi kubwa sana katika Uislamu, kwamba amekubalika sana na mtume. Hilo la kwanza. La pili, bayanu fadhli al-muwasa, kubainisha ubora na fadhila za watu kulingana kimaisha au kuliwazana, waliokuwa hawana wajihisi na wao wana ndugu zao Waislamu watakuwa pamoja nao katika dhiki. Wa fadilati khalti al-azwadi, na fadhila za kuchanganya vyakula fi safari, hasa watu wanapokuwa safarini. Haipendezi kwamba kila mmoja atakuwa na chake chake chake. Wanapokuwa pamoja watu safarini, basi chakula chao wakati wa kula ukifika, wachanganye pamoja chakula kile. Wajamuuha, na kukikusanya chakula hicho, fi shay'in, katika chombo kimoja, inda qillatiha, hasa wakati wa kuchache wake chakula hicho. Thumma qismuha, kisha baadaye ndo kugawana, lakini kwanza wanakiweka pamoja. Hii ni kutafuta baraka kwa Mwenyezi Mungu. Yani hakuna uchoyo, wala hakuna mmoja kujiona yuko peke yake hana kitu. Chakula chote kinakusanywa pamoja, halafu watu wanagawana. Hii ilikuwa tabia ya kabila la Abi Musa al-Ash'ari, tabia ambayo mtume alikubali sana. Akasema fahum minni wa ana minhum, wao ni katika mimi na mimi ni katika wao. Na huu ndio ujamaa halisi uliokuwa wa kweli, uliomo ndani ya Uislamu. Kama kuna pahala watu wanatakiwa waishi kijamaa pamoja bila ya kuwa na jeuri mmoja kumtakabalia mwenziwe, basi ndani ya Uislamu kuna ujamaa sahihi usiokuwa na kibri. Sio ujamaa wa kujitangazia kwa maneno, ni vitendo hasa. Mtu anakuwa tayari chakula chake kukusanya na wenziwe, halafu akagawana sawa sawa. Kwa maana ni bora na kuwa na kitu kidogo watu wakagawana sawa sawa, kuliko na kuwa na kitu kingi na wakagaanza kugombaniana, halafu mwingine mnyonge asipate kitu. Hii ndiyo maana yake, lakini hii ni kivitendo, haikuwa ni kwa maneno. Na yule kiongozi wa umma akawa yeye ndio yuko mbele katika tabia hii, anasema mimi ni katika watu wao. Akitaka kunijua mimi mtu, na watizame Ash'ariyina wanavyoishi, na mimi niko huko huko kitabia, nakubaliana nao.
wao ni katika mimi na mimi ni katika wao vile vile. Yani mtume anakubaliana nao katika mwendo huu, na hapa ndipo panapoonekana utukufu wa Uislamu wa kutokujali kitu. Uislamu unamjali mtu na sio kitu. Kinapokuwa kitu ni kidogo, watu wako tayari kuchanganya pamoja, wakashirikiana kutumia kidogo kile, na Mwenyezi Mungu ndipo anapoweka baraka yake pale kwake. Mara watu wanajikuta katika neema nyingi, hakuna anayelala na njaa. Madhali yeye ni Muislamu na anajua mimi ni ndugu wa Waislamu, basi mimi kwa hakika sitolala na njaa. Waislamu wanafika